بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمد الشاكرين لنعمه المثنين له القابلين عليه، لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد، رحمة الله المهداة للعالمين، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى نكم تكيا رحمنا amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa mara nyingine tunashukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kwa pamoja tena katika darasa hili la tafsiri, tukiwa tunaendelea kufasiri suratul Waqi'ah. Tumeona Mola subhanahu wa ta'ala kutoka mwanzo wa sura amewagawanya watu katika makundi matatu: kundi la upande wa kulia na kundi la upande wa kushoto, na kabla yao as-sabiqun, wale ambao kwamba wametangulia. Kisha Mola subhanahu wa ta'ala akaja kutueleza jaza na malipo ya kila mmoja katika hao. Tukaona jaza ya wale as-sabiqun, kisha tukaona vile vile katika darasa lililopita jaza ya ashabul yamin, na leo biidhnillah kwa taufiki yake Mola subhanahu wa ta'ala tutakuwa na ashabu shimal, malipo walioandaliwa. Akatuambia Mola subhanahu wa ta'ala katika aya ya 41 katika sura kama hii tukufu, wa ashabu shimali ma ashabu shimal, na watu wa upande wa kushoto ni nani? Watu hao upande wa kushoto hawa, kama wanavyotuambia maulama wa tafsir, ni wale ambao kwamba watapokea kitabu chao kwa mkono wa kushoto. Kuna wale ambao kwamba watapokea kitabu chao kwa mkono wa kulia. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tujalie katika hao. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, kisha kuna yule ambaye kwamba atapewa shimal. Tena aya zikabainisha kuwa hapewi mbele ya uso, atapewa nyuma mgongo. Amma man utiya kitabahu waraa dhahrihi, kwa sababu hana uso wa kumkabili Allah subhanahu wa ta'ala, na vile vile malaika hataki kuona sura yake, kwa sababu ni mtu aliyemkufuru Mola subhanahu wa ta'ala duniani. Kwa hivyo hawa wameitwa ashabu shimal. Kauli ya kwanza ni kwa sababu wao watapewa vitabu vyao kwa mkono wa kushoto. Baadhi ya maulama wakasema wameitwa ashabu shimal kwa sababu wao katika maisha yao ya dunia wao walikuwa wanakwenda pande ya kushoto tu, yani pande ya kushoto kwa maana pande mbaya. Wao hawataki kufanya toa, kila sampuli ya maasi wanaifanya, hataki kuambia kitu la. Na hili ndio janga kubwa ambalo kwamba limewavamia mpaka vijana wetu ambao kwamba katika ulimwengu wa sasa wameathirika na fikra ya atheism. Wanaona huku kushoto ndo kwenye usahali: pombe kunywa, zina fanya, wewe utakacho, riba kula, kubeti cheza. Sasa wanaona huku hakuna vikwazo, huku vikwazo vingi, kila kitu hichi haramu, wacha. Unaona? Sasa huyu ambaye kwamba amejichagulia njia hii ya upande wa kushoto, Mwenyezi Mungu amemuita ashabu shimal, watu upande wa kushoto. Naam. Kwa hivyo ashabu shimali, ama hawa watu upande wa kushoto, ma ashabu shimal, wana nini watu hawa? Habari zao kubwa walioandaliwa ni mazito. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaanza kuorodhesha yale ambayo kwamba wameandaliwa.
Akasema kitu cha kwanza, fi samumin wa hamim, fi samumin wa hamim. Maulama wanatuambia samum ni upepo moto. Mara nyingine ukienda katika maeneo ambayo kwamba kuna joto kali, lile vuke likikupiga unahisi mpaka kuchomeka. Sasa hawa watapigwa na upepo moto, lakini si kama huu wa dunia tunaojua, ambao kwamba pengine utakuchoma choma tu juu kidogo. La, huu wanasema unaitwa samum kwa sababu inapita katika masaa ya ngozi, zile tundu za ngozi, inapita mpaka ndani, inapasua mpaka kwenye mifupa huko. Ya Latif, fi samumin. Alafu kawaida mtu akipatwa na vuke, joto kali, wanapatwa na kiu, inahitaji kitu cha kunywa ili imburudishe ule moto ambao kwamba anapambana nao. Sasa huyu anakimbilia kwa maji, anapambana na hamim. Hamim ni maji ambayo kwamba yamefika kiwango cha juu kabisa katika kuchemka, maji ya moto sana, ya daraja ya juu kabisa katika umoto. Sasa akija akianywa, badala ya kumburudisha, anaungua nje na ndani, huku anachomeka nje na ndani vile vile, nafanya nini? Anachomeka. Kwa hivyo hawa watakuwa katika samum na vile vile watakuwa katika hamim. Lakini kwa sababu mtu ambaye kwamba anapatwa na upepo moto, ama anaikuwa katika harara, wanahitajia kivuli, akae chini yake burudike. Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia wa dhillin min yahmum, na watakuwa katika kivuli. Maulama wanatuambia wataona kivuli kwa mbali, lakini kumbe si kivuli, ni kivuli min yahmum. Yahmum ni mkusanyiko wa Allahumma salli ala Muhammad, moshi mweusi. Sasa yeye anaona ni kivuli, kumbe ni adhabu ndani yake. Unaona kama baadhi ya milipuko ikitokea, haswa katika sehemu zenye virepukizi ama sehemu zenye vitu vya kurepuka, utaona kuna moshi unatoka kwa pamoja, ama kunapopigwa kwa mfano bomu la nyuklia. Sasa kwa sura ile, wa dhillin min yahmum. Kwa hivyo yeye anakimbilia kule, anajua atapata kivuli ambacho kwamba kitamkinga kutokamana na samum, kutokamana na ule upepo mkali wa moto, lakini akifika kule anapambana na adhabu. Wa dhillin min yahmum, yani kwa maana afadhali hata kama wanavyosema watu, singine mtu anaona jivu, anaogopa kulikanyaga, anaona atachomeka, analifutafuta, kumbe anapambana na makaa huko chini. So tafadhali ungekanyaga lile jivu kuliko kukanyaga makaa ya moto. Sasa hawa wanakimbia samum, sasa ndio kupata na ile adhabu yenyewe ambayo kwamba iko ndani ya moshi kama ule. Wa dhillin min yahmum, na kivuli kutokamana na moshi ambao kwamba una moto ndani yake. Na baadhi ya maulama wakatuambia yahmum ni moja katika majina ya Jahannam, kwa sababu kama tulivyotaja katika durusi zilizopita, kwa janna kuna daraja 8 za janna, na tukataja mpaka majina yake. Na vile vile nar Jahannam vile vile ina darakat, kuna mashimo na kwenda chini, ukienda chini. Kwa hivyo kuna Jahannam, kuna lava, kuna saqar, kuna sa'ir, kuna hutama, kuna jahim, kuna hawiya. Sasa baadhi ya maulama wanasema moja katika zile yale mashimo 8 ama masaba ya moto, moja mnajulikana kama yahmum, wa dhillin min yahmum. Lakini kwa sababu anayekwenda chini ya kivuli huwa anatafuta kujiburudisha kutokamana
pengine jua kali ama ule moto unavuke, lakini vile vile anataka kupata nini? Anataka kupata utulivu na starehe katika kivuli kama kile. Mola anatuambia katika kivuli hichi cha Yahmum, la baridin, sifa ya kivuli hichi, la baridin, si baridi, wala karim, wala si karim. Karim, Waarabu hutumia neno hili kumaanisha kitu kizuri. Utaona kitu chochote ambacho kwamba ni kizuri chenye thamani hupewa sifa hiyo. Hata Qur'ani, kwa sababu ndo maneno matukufu zaidi, tukamwambia innahu la Qur'anun karim, na kwa sababu Sayyiduna Jibril alayhi salam ndo bora wa malaika, tukamwambia innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwa. Lakini vile vile kwa sababu Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndo mwanadamu bora, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia innahu la qawlu rasulin karim kullu dhi quwwatin inda dhil arshi makin, na innahu la qawlu rasulin karim wama huwa biqawli sha'ir ila akhir al-ayat. Kwa utaona wote karim karim karim. Hata aliposifiwa Sayyiduna Yusuf alayhi salam na mtume, kama ilivyokuja katika sahihi ya Imam al-Bukhari, akatuambia al-Karimu ibnul Karimi ibnul Karimi, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq, akamwita Karimu, mtoto wa Karimu, mtoto wa Karimu, kwa sababu amezilikana na wazazi wote wana sifa hiyo. Bali hata yale majiwe ya thamani yale wanaita al-ahjaru al-karima, kina lulu na zinginezo katika majiwe ama mawe ya ghali, wakaita al-ahjar al-karima kutokamana na nini? Kutokamana na nafasa yake, kutokamana na daraja yake. Kwa hivyo inna la barid, kwanza hakuna kuburudika ndani yake. Useme bali nitakwenda hapa, ule upepo wa moto hautanipiga. Huko ndo kuna adhabu ya ziada kwenye kivuli hicho. Kivuli la baridi wala karim, wala hakuna. Baadhi ya maulama wanasema husnul mandhar, mandhari mazuri. Yani ukikaa wewe chini ya kivuli unapata mandhari iliyokuwa nzuri. Ukikaa chini ya kivuli unapata utulivu. Ukikaa chini ya kivuli, kuna vitu kadhaa ambavyo kwamba anavipata mwanadamu anapokuwa chini ya kivuli. Vyote hivyo havipatikani katika dhilli ya Yahmum, la baridin wala karim. Na katika kurudia lahi, maulama wanasema kuna maana ya kudulisha uzito wa jambo kama hili. Na subhanallah, katika grupu zote tatu uslubu huu umerudia. Yani ukiangalia katika kuelezewa as-sabiqun na starehe walioandaliwa, ilipozungumziwa kikombe cha pombe, Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia la yusaddauna anha wala yunzifun. Wana la na la yusaddauna anha, wapati kuumwa na kichwa kwa kunywa hiyo pombe, wala yunzifun, wala wapati kulewa. Imekuja na mbili. Ilipokuja katika ashabul yamin, uslubu huu vile vile Mola akautumia alipozungumzia matunda, akatuambia la maqtu'a wala mamnu'a, hayakatwi wala hayazuiliwi. Unaona, kwa hivyo katumika pia uslubu wala na la, kama alivyotumia kule katika yale makundi mawili ya mwanzo, na hapa vile vile akautumia uslubu huu. Akatuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala la baridin wala karim. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akabainisha illa na sababu ya wao kufikia adhabu kama hiyo. Kwa nini wakapewa adhabu kama hiyo? Mola akatuambia innahum kanu qabla dhalika mutrafin, hakika yao walikuwa kabla ya hapo mutrafin, wako katika anasa. Anasa ni starehe, anasa ni kutumia gharama ya juu, na kusudio katika hii aya si anasa yenyewe, bali ni njia walioitumilia ile anasa. Unaona, yani kuna watu Mwenyezi Mungu wafungulia milango ya riziki wakawa mabilionea, lakini ile riziki yao ile
wakawa hawaitumii katika kumpiga vita Allah subhanahu wa ta'ala, hawaifurahiki kwa furaha iliyokuwa mbaya kama alikuwa nayo Qarun aliyosema innama utituhu ala ilmin indi, haya mali mimi nimepata kwa elimu niliyokuwa nayo mimi, ujuzi wangu. Unaona, Mwenyezi Mungu akamwambia la tafrah, ama akaambiwa la tafrah inna Allah la yuhibbul farihin, usifurahi. Mwenyezi Mungu hapendi wenye kufurahi. Haimaanishi Mwenyezi Mungu hataki watu wafurahi ama watu wakunja uso tu wawe katika huzuni, sio maana yake. Na kusudia furaha mbaya hapa ndio Mwenyezi Mungu haitaki, kama furaha ya Qarun. Lakini ikiwa ni furaha nzuri Mwenyezi Mungu anaipenda, na ametuambia qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu, watu wafurahikie fadla ya Mwenyezi Mungu na rahma yake. Kwa hivyo ile furaha alokuwa nayo na kujigamba na kutumia vitu vya ghali kama alivyotueleza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine, fakharaja ala qaumihi au fakharaja ala qaumi fi zinatihi, alitoka Qarun laanatullahi alayhi kuwatokea watu wake. Na wengine kuna mikusanyiko hivyo, anakuja mmoja katika madingi ni wale watu wana pesa, wana uwezo, amekuja anawatokea watu, na huku pengine mvaa saa sijui ya milioni 1, sijui suti aliyoivaa toka Paris sijui ya 500,000, yani vitu vya thamani. Kwa hivyo alifanya hilo. Qarun alikuwa ni ada yake, fakharaja ala qaumihi fi zinati. Na watu kwa sababu wanahukumu madhahir, ndivyo ulivyo ulimwengu wetu. Mtu anakuhukumu kwa madhari yako, yani anakuangalia wewe umevaa kiatu sampuli gani, umevaa sijui kanzu ya kampuni gani, naangalia zile brand ambazo kwamba uko nazo. Simu, watumia simu gani wewe? Watumia iPhone ama simu nyingine yote? Na iPhone yenyewe ni gani? Ni 17, uko katika zama ama mpitwa na wakati, uko kwenye 14, uko na 15. Sasa madhahir hayakuanza leo wala jana, yako kutoka zama za kina Qarun. Maana sio sasa, innahum kanu qabla dhalika mutrafin, walikuwa katika anasa katika huu ulimwengu. Kwa hivyo turudia kusema kuwa mtu kutumia vitu vya thamani huwezi kuipa hukumu ya haramu moja kwa moja. Maulama wanasema ikiwa hana mapungufu katika haki za Mwenyezi Mungu, hana makosa kutumia vitu hivyo. Yani kwa maana unatekeleza wewe zaka yako ya wajibu, kwa maana unafanya khairati, unasaidia huyu na yule, huku unaangalia wajane, huku unaangalia mayatima, una sadakati unazozitoa, wayafanya zile hukuku za Mwenyezi Mungu unazitimiza. Tembea na gari utakayo, ishi katika nyumba utakayo, tumia simu utakayo, hakuna makosa. Bali maulama wameitizama taraf kwa mtazamo mwingine ama kwa angle nyingine tofauti, wakasema taraf ya mwenye uwezo ni kukidhi dharura ya mwingine. Yani kwa maana mtu leo akisema mimi nachukua nguo zangu nazipeleka dry cleaner, ni taraf, kwa sababu zaweza kufuliwa pengine nyumbani, lakini ni taraf ambayo kwamba inampa riziki mwingine, yule anafua kule apata ujira. Unaona? So chochote kile utakachofanya wakisa ala dhali, kila kitu kwa huyu ni taraf, kwa mwingine ni sababu ya kupata pato ama kupata riziki. Kwa hivyo innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Taraf na anasa iliyokusudiwa hapa, jambo la kwanza ni anasa katika haramu. Jambo la pili, walikuwa hawataki kuambiwa la chochote kile cha anasa ni halali si halali, wao watakujua, walikuwa wakifanya chochote kile ambacho kwamba kiko mbele yao walikuwa wakikifanya. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin. Kwa hivyo madamu walijistarehesha hapa duniani, basi starehe ya kule hawaipati. Asema wakanu yusurruna ala alhinth alazim, na vile vile katika sababu ya kuadhibiwa ni walikuwa na israr, wameshikilia, hawataki kuachilia kabisa. Hawataki kuachilia dini,
wakanu yusirruna ala alhinth alazim. Hinth ni dhambi kubwa. Baadhi ya maulama wanasema ni shirk. Hinth ni moja katika maneno ambayo kwamba yanakuja na maana mbili tofauti. Saa nyingine hutumika yahnath kwa maana anafanya dhambi, na mara nyingine inakuja kwa maana ya kufanya ibada. Na ndio maana ukirudi katika sahihi al-Bukhari mwanzo kitabu Bad'i al-Wahy, utaona Sayyidatuna Aisha radhiallahu anha akizungumzia namna wahi ulivyoanza, akatupa habari ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa katika ghar Hira. Akasema wakana yahnathu fi ghar Hira, Mtume alikuwa yahnath akifanya ibada, yani yataabad. Kisha mwenyewe akasema ay yataabad, akaifasiri pale ili asije mtu akadhani ni hinthi hii alikuwa akienda kufanya dhambi kwenye ghar Hira. Kusudio hapa ni kufanya ibada. Kwa hivyo inakuja kwa maana ya kufanya ibada, inakuja vile vile kwa maana ya kufanya dhambi. Ya dhambi ni hii ile kusudio hapa. Wakanu yusurruna, wajua kuna mtu anafanya dhambi mara moja kupotea njia. Kuna mtu anaweza kuanguka katika dhambi mara moja mara mbili, lakini yusurruna imekuja kwa fi'il mudhari ambayo kwamba yajulisha istimrar, yajulisha ya kuendelea, yani wao wanaishi haswa katika ile hali ya nini, ya dhambi. Wakanu yusirruna ala alhinthi alazim. Vile vile wakanu yaqulun, walikuwa wakisema aidha mitna, hivi tukifa, wa kunna turaban, tukawa mchanga, wa idhama, na mifupa, a inna lamab'uthun, hivi tutafufuliwa kweli? Alafu sisi tu awa abauna alawwalun, sisi pengine ni wazama hizi za mwisho, lakini vipi wale wa miaka maelfu na maelfu waliopita katika mababa zetu wa mwanzo, wakufa miaka mingi sana, wale pia watafufuliwa? Hii ni kuonesha takdhibi ya baath. Na hili jambo tunasema siku zote limekaririka sana katika suwar za Makka, kwa sababu ni moja katika itikadi kubwa walizokuwa wamezishika. Wao wanakataa kitu chaitwa kufufuliwa, wanakataa kitu chaitwa yaumul qiyama na kufanyiwa hisabu. Na ndio maana Mwenyezi Mungu akawa analikariri sana swala kama hili. Kwa hivyo akatuambia Mola Subhanahu wa Ta'ala, wakanu, na walikuwa, yaquluna, wakisema, yani huku duniani walikuwa wakisema nini? Aidha mitna, hivi sisi tukifa, wa kunna turaban wa idhama, na tukawa ni mchanga na mifupa, a inna lamab'uthun, hivi tutafufuliwa kweli? Na angalia wao wametanguliza kitu gani? Hawakwenda na mpangilio wa kawaida, kwa sababu kawaida mwanadamu akishazikwa, baada ya kulika mwili hubaki mifupa. Kwa hivyo idham hubakia kwanza, kisha ile idham ikawa rufat, ikawa kama majivu, kalainika, kaungaunga, ikageuka kuwa mchanga. Kwa hivyo marhala inayotangulia ni ya mifupa, kisha kuja mchanga. Lakini hawa mabwana hawakusema wakanu yakuluna, hawakusema idha mitna wa kunna idhaman wa turaba. Hakuileta kwa mpangilio wake ule, wameileta ya pili kwa sababu ndo kubwa yenye kushtua zaidi. Yani tukishakuwa sisi ni mchanga tena na mifupa, hivi tutarudishwa kweli? Kama yule alikwenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akaushika ule mfupa ambao kwamba ushakuwa ungaunga, kiufanya hivi akiambia man yuhil idhama wa hiya ramim, kama alivyoashiria Mwenyezi Mungu katika surati Yasin. Nani atakayehuisha huu mfupa na ushakuwa ungaunga? Anamkuli yuhiha alladhi anshaaha awwala marra, atauhuisha yule ambaye kwamba aliumba kwa mara ya kwanza. Ikiwa aliweza kuumba kwa mara ya kwanza, basi na kuurudisha wala si jambo zito kwake Mola subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo wanauliza, wakanu yakuluna idha mitna, hivi tukifariki, wa kunna turaban wa idhama, tukawa mchanga lakini vile vile tukawa ni mifupa, a inna lamab'uthun, hivi tutafufuliwa kweli? Haikutosha hapo, sema awa abauna alawwalun, na mababa zetu wale wa mwanzo. Kama alivyosema Firauni kule kwingine,
fama balu alquruni alula, hana zile karne za kwanza vipi habari yake? Sasa na hawa wanaona yani haimaanishi kuwa wanaitakidi kufufuliwa ikiwa miili mbaki vile vile, usije ukafahamu hivyo. Haimaanishi yeye anajua akifariki ule mwili ukabaki vile vile bila ya kugeuka nini, ya kugeuka mchanga kuwa tafufuliwa. Yeye anakataa kufufuliwa, anakataa tu, lakini nataka kupeleka taswira kwa yani ushamalizika, mtu ushaliwa na wadudu, ushakuwa mchanga na bado utarudishwa. Sisi pengine ni wakaribu, tumeambiwa mimi na kiyama ni hivi, sio? Imekuja katika hadithi, ana bu'ithtu ana wasaa kahatain, metumilizwa mimi na kiyama kama vidole viwili, yani kumebaki muda mdogo sana kusimama kiyama. Sisi wa mwisho karibu na kiyama, pengine mtasema tunaweza kufufuliwa. Wale wa zamani waliokufa miaka maelfu kwa maelfu, wale pia wanaweza kurudishwa. Aw abauna alawwalun. Mwenyezi Mungu anawajibu, anamwambia waambie ewe mtume, innal awwalina wal akhirina, hakika wale wa mwanzo na wa mwisho, la majmuuna ila miqati yawmin ma'lum, watakusanya wote katika miqati ya siku maalum. Angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala hakuanza na wao, hakusema kul innal akhirina wal awwalina, waambie hawa wa mwisho na wale wa mwanzo. Ameanza na wale ambao kwamba wamewashtua zaidi. Sasa abauna alawwal, wale wanawashtua zaidi, wale ndio tuanza nao sasa. Kul innal awwalina, wale wa mwanzo, wal akhirina, na wao hawa wa mwisho wote, la majmuun, watakusanywa, watafufuliwa na watakusanywa ila miqati yawmin ma'lum, katika miqat inakuja mara nyingine kwa maana ya zaman na mara nyingine inakuja kwa maana ya makan. Yani kama ilivyokuwa katika haj kuna miqati ya zaman na kuna miqati ya makan. Kuna miqati ya zama, yani wewe si wakati wowote unaweza kuhirimia haji. Alhajju ashhurun ma'lumat, ikifika mwezi wa Shawwali ndio waweza kuanza kuhirimia haji, na Dhulqaada na siku 10 za Dhulhijja. Lakini nje hapo huwezi kuhirimia haji, tofauti na umra ni mwaka mzima. Unaona? Kwa hivyo kuna mikati ya zama ya wakati, alafu kuna mikati ya sehemu. Mikati ya sehemu inategemea unatokea upande gani katika huu ulimwengu. Ukiwa tokea pande za kwetu huku kusini, unapitia ya Lamlam. Ukiwa tokea pande za mashariki, unapitia Qarnul Manazil. Ukiwa tokea upande wa huko kaskazini, unapitia Dhulhulaifa, kuna huku Aljuhfa, kuna huku Dhatu Irq. Kwa zile mikati ambazo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameziweka za sehemu, hufai kuvuka bila kutia nia ama kuhirimia. Wewe unakwenda kufanya haji na kwenda kufanya umra, hufai kuvuka katika ile mikati kabla hujafanya nini, kabla hujahirimia. Na ukakosea ukavuka kabla kuhirimia, uko mbele utafanya nini? Utachinja. Unaona? Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala tuambia watakusanywa katika mikati ya siku maalum. Kwa hivyo sehemu ambayo kwamba imeandaliwa kwa ajili ya kuwa kama ardhul mahshar, lakini na vile vile wakati maalum ambao kwamba umepangiwa siku kama hiyo, ila mikati yaumi, siku maalum inayojulikana. Anayejua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siku yenyewe ni lini? Inna Allaha indahu ilmu saa. Yalipotajwa ni mambo matano ambayo kwamba hakuna anayejua isipokuwa Mola Subhanahu wa Ta'ala. La kwanza kabisa alianza nalo ilikuwa ni ilmu ya siku ya kiyama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiye anayejua kiyama kitasimama lini. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, thumma innakum ayyuha dhalluna almukaththibun, kisha hakika yenu nyinyi enyi mliopotea, wenye kukadhibisha. Wamepotea na kupotea kwenyewe ni kwa kukadhibisha. Kukadhibisha nini? Hii siku ya kiyama, kumkadhibisha Mola Subhanahu wa Ta'ala na kukadhibisha siku ya kiyama, kusema hakuna siku kama hiyo. Mola Subhanahu wa Ta'ala asema, la akiluna min shajarin min zaqqum famali'una minha albutun fasharibuna alayhi min alhamim
fasharibuna shurba al-him. Huku duniani walikuwa wakila viapo, wakanu yusiruna ala al-hinth al-azim. Maulama wanasema walikuwa kila kiapo, kwa maana kiapo kuna kitu chaitwa kiyama, kusema wallahi kuna. Manake katika maana ya hinth ni pale mtu anapokula, ama kama walivyotaja baadhi ya maulama kuwa ni al-yaminul ghamus, kula kiapo na kisha usitimize, useme wallahi mtafanya kitu fulani kisha usikifanya. Unaona hiyo ndio inaitwa nini? Hinth. Sasa hawa walikuwa wakila kiapo, wanapotajua kiapo kusema wallahi hakuna kitu kama hicho, na ndio maana Mwenyezi Mungu akawajibu kwa kiapo. Maana kilamu hii ni lamul qasam. Mwenyezi Mungu aliposema la majmuuna, yani wallahi watakusanywa, kuonesha kiapo hichi cha Mungu ndio cha haki. Wao wanakataa kwa hatafufuliwa, wallahi watafufuliwa na watakiona siku hiyo. Thumma innakum ayyuha dhalluna almukadhibun, kisha nyinyi, hakika ni nyinyi ambao kwamba mmepotea na mmekadhibisha. Wamepotea katika njia aloshika ya shimale badala ya kushika yamin, lakini vile vile wakakadhibisha siku ya kiyama, wakasema hakuna kufufuliwa, bado kuna adhabu imeandaliwa. Naendeleza Mwenyezi Mungu asema la akiluna min shajarin min zaqqum, ni wenye kula. Wallahi tena hakuna kuepuka ili mtakula kutokamana na mti wa zaqqum. Mti wa zaqqum ni mtu umetajwa zaidi ya mara moja katika Al-Qur'an Al-Karim katika maeneo mbalimbali. Ni mti ambao kwamba una mandhari mbaya, ni mti ambao kwamba una harufu mbaya, ni mti ambao kwamba una taste maladha mbaya, kila kitu chake ni kibaya, lakini ndio chakula chao, kwa sababu watahitajia kula. Miili ishadhibika, ishadhoofika kwa adhabu. Sasa anahitajia nini? Kitu cha kukila. Analetewa zakum, mti wa zakum. Haya, kula huo, pambana nao. Kwa hivyo kitu cha kwanza uchungu kama nini, kitu cha pili ngumu kupambana nao sasa katika kutafuna, kitu cha tatu mzito katika tumbo. La akiluna min shajarin bil zakum. Kule kwingine Mwenyezi Mungu akatupa taswira yake, akatuambia tal'uha kaannahu ruusu shayatin. Ule mti ukiona hivi utadhani ni vichwa vya mashaitani. Ya Latif, hebu niambie, mtu ufanishwa na shetani. Sasa wewe leta taswira yako. Wale mustashirikuna katika kutaka kutia doa Qur'ani wasema hapa, mbona tashbihi haiko sawa? Yani chafananishwa kitu majhul kwa kitu majhul. Kawaida katika kufananisha unafananisha kitu kisichojulikana na kitu chenye kujulikana, ndio mtu apate sura. Shona fulani akwambia deupe, asema kama fulani, unamtajua umemjua, apate kuleta ukaribu ile sura katika bongo lake. Lakini sisi zakuma tuijue na mashaitani hatuwajui, lakini tunaambiwa talu haka annahu ruusu shayatin. Sasa wala wanataka kutia illa na kuitafutia kasoro Qur'ani, ukamwambia angalia, kumefananishwa kitu majuhuli kisichojulikana kwa kitu majuhuli. Wanajibiwa na ulama, wanaambiwa kwa ajili ya kukupa picha ile ya kutishia, ndio kaletewa sura hiyo. Unajua saa hizi hapa sote tulioko msikitini, lau kila mmoja atapewa kalamu na karatasi ambaye mchore shetani, kila mmoja atakuja na picha yake tofauti. Kila mmoja atachora kidogo katika khayali yake, almuhimu zote watafikiana katika usura mbovu. Hakuna atamchora katika yani mzuri ya kupendeza. Tutakubaliana sote kumchora sura mbaya, sura mbovu, lakini kila mmoja atakuwa na sura yake tofauti iliyoko katika khayali yake. Afwan. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu anataka kuleta katika akili ya wanadamu ile picha ya uzito, ili uone ule mti kuwa sio mti wa kawaida, ni mti mbovu mbaya. Tul'uha kaannahu ruusu shayatin. Naam, kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia famaliuna minha albutun. Kawaida ukipambana na chakula ambacho kwamba si kitamu, si kizuri, shekhe, unagusa kiwango cha kutokufa tu.
popote pale. Una njaa, inshallah una njaa kali vipi, lakini chakula utakachokipata kiwe si kizuri, umeona, si kitamu, utakula kiasi tu. Lakini Mola hapa anatuambia nini? famaliuna minha albutun, pamoja kuwa ni kibaya, uchungu, lakini ndo wanakijaza kwenye tumbo. Wanajaza, ni adhabu, wanajaza katika tumbo. Lakini kama kawaida mtu baada ya kula hutaka nini? Kunywa, apate kuteremsha, sio apate kumezea kile chakula. Mola atuambia fasharibuna alayhi min alhamim, watakunywa baada ya kula sakum. Lakini wanakunywa nini? Hamim, ile tulioeleza kule, fi samumin wa hamim, maji yenye kuchemka yalofika daraja ya juu katika umoto. Hili tunateremsha nayo, ya latif. Fasharibuna alayhi min alhamim. Naam, kisha Mola anatupa taswira ya unywaji wenyewe, asema fasharibuna shurba alhim, watakunywa unywaji wa alhim. Alhim, maulama watuambia ni wale ngamia ambao kwamba hupatwa na maradhi akawa yuanywa mpaka kafa, hakati kiwe, yuko katika kunywa tu. Sasa huyu baada kule ni sakum, anakunywa ile hamim, maji ya moto mpaka yanamaliza, kisha anarudishwa tena. Amanishi ndio yuafa, mambo yake yamekwisha. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghayraha liyadhuku aladhab, zile ngozi kila zikiiva zinabadilishwa ngozi zingine ili wapate kuonja adhabu. Yani uko katika adhabu juu ya adhabu. Mwenyezi Mungu tukinge na tuhifadhi. Fasharibuna shurba alhim, kisha Mwenyezi Mungu akamalizia kwa kutuambia hadha nuzuluhum yawmaddin. Hii ndio dhiafa walioandaliwa. Nuzul, kama wanavyotuambia maulama, ni kile anachokadimishiwa mgeni. Maana akija mgeni hutanguliziwa kitu, na kila mmoja ana ada yake. Mwingine akija mgeni kwanza atapaswa chai ya maziwa, kisha sijui aletewe matunda, kisha aletewe sasa main dish. Maana kila watu katika ada zao tofauti, kila mmoja na ada yake. Lakini kuna kitu chaitwa nuzul, yule mgeni huandaliwa. Sasa hawa mabwana wageni wa jahannam waliyadhu billah, wamefanya nini? Wameandaliwa dhiafa. Dhiafa yenyewe ndio hii sasa. Wataandaliwa zakum, wataandaliwa hamim. Hivi ndio vitu ama riziki ambayo kwamba wataandaliwa katika jahannam kama ile. Kisha Mola akatuambia nahnu khalaqnakum falawla tusaddiqun. Na hapa ndipo tutakomea inshallah katika aya hii, kisha tutaendeleza katika darasa litakalofuatia aya zilizobaki. Nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba. Falawla tusaddiqun, basi hamusadiki. Maana yake ni kuwa hakuna anayejua kitu kama yule aliyekitengeza, na hakuna anayejifakhiri na kitu kama yule aliyetengeza, na hakuna anayependa kuingiliwa katika kitu kama yule aliyekitengeza. Hata katika ulimwengu wetu leo, mtu akienda kunasibisha kitu kwa jina lake ama kampuni yake na hakutengeza yeye, ile kampuni nyingine inamsuu ama inamshtaki. Bali hata kama atatengeza kitu mwenyewe lakini akakiweka katika haia na shakli fulani kama ile aliyofanya mwenzake, pia utapata mara nyingine anashtakiwa. Ni mara ngapi utasikia sijui Mercedes imemshtaki Toyota kwa sababu ya kukopi sijui gari lao. Si mambo hapo tunayoona katika ulimwengu wa kidunia, kwa sababu tu mtu amekwenda kufanya kitu akakinasibisha kwa nafsi yake na si chake, si sunna yake, hajatengeza yeye. Kifu Mola subhanahu wa ta'ala anapokuwa ametengeza kitu, hivi mwingine atakuja kumnasibishia mwingine kisha furahie? Yani uje ukisema bana Mungu wetu ni Lat na Uzza na Mana, hawa masanamu ndio walotumba, yule aliyekuumba mwenyewe atafurahia kweli? Jambo la kwanza. Jambo la pili, kama vile yule anayetengeza kitu, kile kitu huja na catalog, sio ya kukueleza namna kukitumia na nini, anakueleza kwa sababu yeye ndo anakijua zaidi aliyekitengeza, sio?
Na vile vile Mola aliyetuumba atujua zaidi kuliko yote yule mwingine. Kwa hivyo anapotuambia jambo tusadikishe. Mola aliyetuumba anapotuambia kitu tusadikishe. Sisi tatizo letu tunamwacha Mungu, tunamsikiliza mzungu. Unaona? Sasa Mwenyezi Mungu atakwambia mwanadamu ameumbwa kutokana na nutfa, kisha akawa alaka, kisha akawa mudgha, asili yake sijui ni udongo, anakueleza vote vile. Kisha huku kwingine unakuja kusomeshwa nini? Nadharia ya tatawur, theory ya evolution. Na unachukua mzima mwanadamu asili yake ilikuwa nyani. Ya Latif, wazungumzia babu zao, kwa nini waingilia? Wao waelezea babu zao walikuwa manyani, sawa, tumekubali. Lakini wewe kwa nini uchukue mzima? Si nadharia zetu. Unaona? Sasa huyu aliyetuumba tayari ashatujulisha jambo, sadikisha, lichukue wewe, kwa sababu yeye ndiye anajua zaidi. Kwani wao walikuwa wakati Mwenyezi Mungu anaumba, hawalotuletea nadharia kama hii, walikuwa waliona lile zoezi likiendelea? Hawakuwa, sio? Aliyekuwa nani? Mola mwenyewe, sio aliyeumba. Basi yeye aliyekuwa amekwambia. Yaani leo likitokea jambo utasikia kuna shahida ayan bana, kuna huyu ameona kwa macho yake. Sasa ushuhuda wake unakuwa mkubwa kwa sababu ilikuwa akaliona kwa macho yake kuliko yule aliyehadithiwa. Sasa kwa mambo ya kawaida tuchukua shahida ayan, kif mambo maadhimu kama hayo. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nahnu khalaqnakum, sisi tumewaumba nyinyi, falau la tusaddiqun, basi msadikishe na muamini. Yani chochote kile ambacho kwamba Mwenyezi Mungu atawaeleza, akieleza namna mlivyoumbwa, akieleza kuna kufufuliwa, akieleza kuna siku ya hisabu, kuna wema utaingizwa peponi na waovu utaingizwa motoni, wewe sadikisha, usikatae. Na ukisadikisha hakuna vile utakhasirika. Hata kama haikutokea kwa mfano kufufuliwa, wewe uhasiriki. Mbaya ni tokea kuna kufufuliwa alafu wewe huku likadhibisha. Hapo sasa ndio utakuwa katika khasara. Mola baada yake akaja kutueleza sasa katika vile alivyoviumba na siri za muumbaji wake, kama utakavyoona katika durusi zitakazofuatia. Tumomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man waffaqa ahla alkhair lilkhair wa a'anahum alayh, وفقنا للخير وعنا عليه، لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا، فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نعم سيد. نعم. Mm.